Okay, karibu tena mpenzi mtazamaji. Tunaendelea na mada yetu iliyopita ambapo tulielezea sababu 7 zinazopelekea P2 isifanye kazi, ambapo tulielezea sababu ya kwanza hadi ya 4. Sasa tunapata kuelezea sababu ya 5 hadi ya 7. Sababu ya 5 ambayo inaweza kapelekea P2 isifanye kazi ni uzito mkubwa wa mwili. Kuna baadhi ya wanawake wale wanakuwa na uzito mkubwa. Mwanamke mwenye uzito mkubwa hasa mwenye body mass index ya zaidi ya 30, huyu kuna uwezekano mkubwa sana P2 isifanye kazi kwake, ukilinganisha na hao wenye uzito mdogo. Na hii kuna sababu ya kitaalamu kabisa, kwa sababu concentration yake itakuwa iko chini, kwa hivyo haitafanya kazi au ufanisi wake utapungua kwa asilimia kubwa sana. Sababu nyingine ni matumizi ya P2 pamoja na dawa zingine. Kwa mfano, wanawake wale wanaotumia dawa hizi za P2 pamoja na dawa zingine, inaweza ikawa ni dawa za hospitali au dawa za mitishamba au dawa za tatizo fulani, inapelekea either interaction ambayo itapunguza ufanisi wa P2, lakini pia inaweza ikapelekea kubadilisha muundo wa hii P2 ikawa na structure tofauti, kwa hivyo isiyo tena ile hormone ambayo ilitakiwa ikafanye kazi. Kwa hiyo ukitumia P2, jitahidi sana kuangalia kama kuna dawa nyingine ambayo unatumia unapata kusimama, alafu ndio utumie hiyo P2. Lakini sababu ya 7 hii hapa, ambapo kufanya tendo la ndoa baada ya kumeza P2 ya kwanza. Kwa mfano, labda mtu ulimeza P2 jana, alafu ikatokea leo umepata kukutana tena na haujatumia kinga. Kwa kawaida ile P2 ya kwanza ndio ingelifanya kazi kwa tendo ambalo tayari lilikishafanyika, lakini kwa hii ambayo umekutana tena, kuna uwezekano mkubwa ile P2 isifanye kazi. Kwa hivyo pamoja na kusema kwamba P2 inafanya kazi kwa masaa 72, lakini kumbuka kwamba zile siku za hatari, kuna siku ambayo ni hatari zaidi. Sasa ikishapita ile alafu ukatumia P2, inaweza isiwe na msaada wowote ambao utafikia malengo. Lakini hapo kwa nyongeza tu, kuna baadhi ya vyakula, hasa vyakula vya mafuta, mara nyingi huwa vina interact na hizi. Nikisema ina interact, inamaanisha inakinzana na hizi dawa za hormone. Kwa hivyo inashauriwa kwamba kama mtu anatumia P2, ni angalau basi atumie lisali moja kabla hajala chakula au masaa 2 baada ya kula chakula, na hii tunaepusha interaction ambayo inaweza pelekea kupunguza ufanisi wa P2 au kubadilisha muundo wa P2, au P2 inaweza ikaenda ikabind kwenye baadhi ya viungo vya chakula kama vile. Lakini kuna mambo kadhaa ya kuzingatia kabla hujatumia P2. Inafaa ujue ya kwamba P2 haitakiwi itumike pamoja na dawa zingine. Yaani epuka kutumia P2 pamoja na dawa zingine kwa pamoja. Kama una dawa ambazo unazitumia za tatizo jingine lolote, ni vema ukapishanisha muda, kutoka vile umemeza P2 au kutoka vile umemeza hizo dawa, ukawa kuna utofauti angalau wa kati ya lisali moja hadi masaa 2. Jambo la pili, epuka kutumia P2 muda mfupi baada ya kula au kutumia pamoja na chakula cha aina yoyote ile. Hivyo ni vema ukatumia P2 angalau lisali moja kabla ya kula au masaa 2 baada ya kula chakula. Hapa tunakuwa tunaepuka interaction ambayo inaweza ikapelekea P2 kuto kufanya kazi ipasavyo. Lakini jambo jingine, kama
uzito wako wa mwili ni mkubwa kupita kiasi, ni vizuri ukapata ushauri wa mtaalamu wa afya namna gani ya kufanya kuliko ukaamua tu kutumia P2 kwa sababu kuna uwezekano mkubwa inaweza isifanye kazi. Jambo jingine la kuzingatia na ni muhimu kabisa, usitumie P2 kama imekwisha pita masaa 72 tangia umekutana. Ikisha pita masaa 72 P2 inakuwa haina msaada tena. Kwa hiyo utakuwa umeingia tu gharama, lakini pia umepoteza muda wako na mambo mengine. Na jambo jingine ambalo pia ni la msingi sana na watu wengi huwa hawazingatii hilo, usitumie P2 baada ya ovulation hata kama ni ndani ya masaa 72. Yaani hata kama hayajapita masaa 72, lakini kama ovulation ilikwisha fanyika, P2 inakuwa haina msaada wote. Kumbuka tumesema P2 inafanya kazi ya kuchelewesha au kuzuia ovulation. Kwa hiyo kama ovulation tayari imekwisha fanyika, P2 itakuwa haina msaada tena kwa sababu kile ambacho ulitarajia kukizuia kimekwisha fanyika. Kwa hiyo zaidi hapo utakuwa unapaswa kujiandaa tu kulea ujauzito na kumpokea mtoto. Lakini kama nilivyosema katika session iliyopita, dawa hizi za homoni zina madhara makubwa. Kwa hivyo kama unatumia mara kwa mara, tegemea kwamba kuna mambo kadhaa au kuna madhara ambayo yataweza kukupata hapo baadaye. Na ili kuelewa hiyo kwa kina, tutaandaa session maalum kabisa ya madhara yanayotokana na matumizi holela ya dawa za kuzuia ujauzito kwa maana ya P2 kwa ujumla wake. Basi nikualike tena mpenzi mtazamaji, kama unakutana na video yetu hii kwa mara ya kwanza, basi upate kusubscribe, lakini usiache kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na updates zetu. Lakini pia unaweza ukashare video hii na watu wengine ili waweze kupata elimu hii muhimu kabisa.